baba gouverneur Kasende Shula baba yangu na kupitia merci baba yangu. Baba kupitia merci ya mingi sana na mama bana tufika. Baba yangu haina wote baba we umela. Merci baba. Baba Kasende Shula mzungu jamaa blanc. Tunakupikia merci. Et puis tulianzaka mu gouvernorat. Karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari asubuhi ya leo. Tunawakaribisha kupitia vipindi vyetu vya kila mara, na kama ni mara ya kwanza kwa pamoja na sisi katika habari zetu za leo, ninaendelea kuwakaribisha mashabiki nyinyi wote mahali popote muko. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyenye. Na katika habari zetu za leo tuna mengi ya kuwatangazia, lakini mbele ya kuzungumza haya, ngoja kwanza tusalimie mashabiki kutokea katika eneo yoyote. Kumbuka kusubscribe ndani ya Media Bukavu TV na usubscribe ndani ya Media Goma TV. Tayari kama wewe ni mwanamemba wa Media Bukavu TV, tunakukaribisha kupitia Media Goma TV kwa sababu kati sisi wote ni wanamemba. Media Bukavu TV inafanya kazi pamoja na Media Goma TV. Tayari ukiwa unatusikiliza kupitia Media Bukavu TV, na uende kutazama mara moja Goma TV kwa sababu tayari hii ni media moja inafanya kazi tofauti. Na kwa sasa leo tuna mengi ya kutangazia. Kabla niwatangazia habari zetu, acha tusalimie kwanza mashabiki wote wanaotokea katika upande wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ndani ya seta ya Manyema na katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mainchi yote ndani ya inchi ama ndani ya territory zote ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka kwa sasa Kongo inakuwa na karibu milioni 149 ya wakongomani. Kwa sasa nyinyi wote tunawakaribisha kupitia Media Goma TV na kupitia Media Bukavu TV. Na hata tusalimie kwanza mashabiki zetu wengine kutokea ndani ulayani huko seta ya uko nje Amerika, Canada, Australia na nchini Norvege. Ndugu yangu Jamari, ndugu yangu Ferde ndani ya seta uko Amerika, tunakaribisha tairi na kuwa pamoja na sisi katika habari zetu za kila mara. Na kwa sasa hili tufungue kurasa zetu mara kwa moja na kuja kuwapeleka katika uwanja wenye mapigano. Kabla niwapeleke kwenye uwanja mapigano, mashabiki unavyonisikiliza katika muda huyu, na watangaziana kuambia tayari Mungu awe pamoja na nyinyi. Kwa sasa tumefikisha 18,000 ya subscribers. 18,000. Hawa ni watu wengi zaidi, watu 18,000, 18,000 personnes. Vous avez écouté la télévision Bukavu TV. En tout cas, je remercie tout le monde, vous avez participé. Je remercie tout le monde, vous avez soutenu télévision Bukavu TV. En tout cas, je vous souhaite soyez bienvenus pour suivre la télévision Goma TV. Aujourd'hui, la télévision Goma TV, vous êtes 300 personnes. Vous avez abonné dans une télévision Goma TV pendant une semaine, 4 jours. Pendant une semaine, 4 jours. En tout cas, félicitations tout le monde. Vous avez soutenu Goma TV. En tout cas, soyez bienvenus na washukuru zaidi kwa sababu watu 3,000 ya watu wamesha kujiabone ndani ya Media Goma TV kwa wiki moja na siku 4. Ni jambo lenye kushukuru Mwenyezi Mungu. Ndani ya Media Bukavu TV watu 18,000 kwa miezi 3 na karibu na wiki 2. Hiyo ni watu wengi zaidi. Kwa sasa nawashukuru zaidi watu mwendelea kujiabone, na nawakaribisha kupitia Media Goma TV mujiabone gisi mlijiabone ndani ya Media Bukavu TV kwa sababu twende kuwapasha habari zetu mara kwa mara. Asante sana. Hili tufungue kurasa zetu mara moja. Tunapeleka katika ndani ya mji wa Uvira kwa sasa. Ndakuja kuwatangazia habari hizi zinaenda kuongeleka katika centre ville ya Uvira na katika barabara ya Point Zero na katika seta ya Kamanyola. Na habari mengine ndakuja kuwapeleka eneo inaitwa Kamituga. Kamituga kumetokea habari lingine lenye mshangazo zaidi. Kabla nikuja kuzungumza haya, tutakuja kuwatangazia habari mengine kutokea ndani ya centre ville ya Bukavu na ndani ya sehemu inayoitwa Miti Mudaka na katika ndani ya uwanja wa ndege wa Kavumu. Hapa kote tutakuja kutangazia habari hizi zinaendelea kupatikana katika seta hili. Na habari mengine nitakuja kuwapeleka katika ulayani huko ndani ya Nzibira. Katika eneo hili kumbuka Nzibira imezunguka na waasi wa M23. Na habari mengine nitakuja kuwapeleka ulayani seta ya Shabunda. Shabunda nako kumekuwa mambo mengi tofauti na inaleta wasiwasi kuhusu raia population wanaoishi katika vijiji kuelekea Kasenga na kuelekea eneo inaitwa Kaseka ndani ya upande inayoitwa Nyamururu, Kaminga, ndani ya Biantongo, Nyambembe, Chungu, Nzovu, Mbemba. Hizi ni eneo tayari ziko ndani ulayani Shabunda. Ndakuja kuwapasha habari zingine kutokea ndani ya Minembwe katika seta ya Kitava, eneo inayoitwa Mashashu, eneo inaitwa Mushule na eneo inayoitwa Nyamiringi na upande ulayani ya Kibati.
huko kote ndakuja kuwatangazia habari hizi zinavyoelekea katika vijiji hivyo kwenye uwanja wenye mapigano. Katika kurasa zetu mara moja ndakuja kufungua na kuwapasha habari mengine kutokea ndani ya kapitali ya Kinshasa iliyotokea tangu jana tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Ndakuja kuwaletea habari zingine kutokea upande wa Masisi na ndani ya seta ya upande ya Kambegeti, na habari mengine kutokea upande ya uko Nyambombo na katika sehemu ya Nzovu, na katika habari mengine kutokea upande Ulaya katika seta ya eneo inayoitwa ndani ya Walikale. Kuna habari zingine zimetokea huko Mbaya na eneo ya sehemu inayoitwa Bionga Matongo upande wa huko ndani ya Bunya. Mambo imeendelea kubadilika sasa katika uwanja wenye mapigano, lakini kabla nizungumuze haya, ngoja tuwapeleke mara moja ulayani ndani ya seta huko ndani ya Shabunda. Kwanza tunaanzia habari zetu mara moja Shabunda. Ilikuwa ni muda wa jana, ilikuwa ni saa 11 jioni. Mara moja wanajeshi wa kizalendo mara moja walishika kina dada wa miaka 13 wakamubaka. Walikuwa vijana watatu walibaka dada mmoja miaka 15 mpaka dada yetu moja huyu alipoteza maisha katika eneo hizo za Kasese. Na mara moja vijana hawa walishikwa. Vijana hawa hawajachukuliwa hatua kwa sababu ni wanajeshi, watu wasiojulikana. Watu wengine wanazungumza ni wanajeshi wa wazalendo, lakini walitafuta inite ama katika chama viongozi wao bado hawajawajua. Lakini mama mmoja huyu aliyowaona mara moja na yeye atulipeana taarifa, nyuma masaa 4 alipoteza maisha, naye akapigwa visu kwenye shingo lake. Na katika eneo inayoitwa Nzovu kumeonekana tena waasi wasiojulikana katika eneo inayoitwa Nyankeke. Waliingia katika eneo wa mama wanaouza biashara katika soko, wakaingia. Walikuwa wa vijana 12 walikuwa kivaa mavazi yenye imefungwa uso na kuingia katika seta la soko hili na kuwanyanyasa katika fedha walikuwa kiuza katika vijiji katika soko, na kuwapeleka wamama 2 katika porini. Wale walikuwa wamekataa kupeana fedha katika soko hili. Hakuwa wanajeshi yote alikuwa katika eneo hizo, hata kati wanajeshi wa FARDC walikuwa, hata polisi hakuna, hata jeshi la wazalendo hakuna, yote alikuwa katika eneo. Yani ni katika kijiji kenye watu wanauza biashara zao kia muda wa saa 11. Na kwa sasa hawajajua ni wahasi kutokea katika eneo gani. Walikuwa na bunduki 3 na wengine walikuwa na mipanga na visu na mikuki na wengine walikuwa na fimbo. Na kwa sasa hawa walikuwa kifunga sura zao bila kujulikana. Nakuja kuwapasha habari mengine kutokea upande wa Kamituga. Katika barabara hili lilikuwa likielekea Kamituga, mara moja wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kufunga barabara hizo, wameweka mikwabo kwa kufunga njia katika njia mpaka raia population kutokea eneo hilo wanahimiza serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwaomba kwa kweli katika unyanyasaji huyu ni katika barabara za kuelekea Kamituga, kuhusu jeshi la wazalendo kufanya mambo ya uvamizi, kuwaomba watu yote waliopita katika barabara hii abidi apeane 10,000 ya fedha ya kikongomani, kwa sababu hata kama wewe sio mwanabiashara ukiwa unapita katika njia hili inabidi ulipe hizo fedha. Mara moja wanahimiza serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilije kuwalinda na kuondoa wanajeshi hawa wanaofunga njia hizo kutokea upande wa huko Kamituga, na kuja kuwapeleka mara moja huko Minembwe katika seta ama ndani ya santre ya Minembwe. Mashambulizi kati la jeshi la FARDC na wanajeshi wa wazalendo imeendelea katika wilayani Fizi, lakini kwa sasa jana hakukukua mapambano, lakini leo asubuhi ndio kulilia mtuto ya masasi 12 katika kijiji kinavyoelekea katika upande wa Mikenge. Lakini sasa katika seta ya Mikenge na kuelekea katika eneo ya Kitavi, na katika mapambano haya sio hatujajua haya masasi yalilia kwa sababu gani. Kumbuka ukisikia risasi tayari utajua ni nini inavyoendelea katika upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kinshasa kwa sasa eneo ndani ya province ya Chopo kulikuwa mkutano katika eneo hili. Wale wanaofanya maopoza walikuwa nakataa, wale wanaokataa mambo ya constitution ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa wanaendelea kuhimiza kusema tayari mkataba ama constitution ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haibidi ibadilishwe kwa sasa, kwa sababu watu maopoza wameendelea kuwa wengi zaidi na kukataa, wamekataa kabisa kauli ya Rais Felix Tshisekedi kwa kubadilisha mambo ya constitution ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini kumbuka Rais Felix Tshisekedi katika manda yake imekuja, lakini hawezi kuacha Kongo kwa sababu Kongo lingali na mapambano, na hawezi kufanya uchaguzi na hatua Kongo lingali na matatizo yenye mapambano. Kumbuka mainchi mengi ama katika materitoire mengi ya upande wa Sud Kivu inaendelea kuwa na mambo mbovu zaidi kupitia
mapambano haya yanayoonekana katika vijiji hakuwezi kuwa mambo ya rolema katika eneo yenye vita. Na kwa sasa hii, kumbuka, upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu ina wananchi karibu wengi zaidi, wananchi wengi karibu milioni 50 na 49 ya wananchi kutokea ndani ya upande wa Sud Kivu. Masisi, mashambulizi yameendelea kuonekana katika eneo ya Kasake upande la jeshi kuelekea ulayani uko Ngungu na kuelekea katika milima ndani ya guvumenti ya Seta kuelekea ndani ya Rubaya. Mashambulizi kati la jeshi la FARDC na wazalendo, mambo inaendelea kuwaka moto kwa sasa. Upambano inaendelea katika Seta hili, na katika mambo haya inaendelea kuonekana katika sehemu hili mpaka jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limesema bado hakuna kurejea nyuma, inabidi lisonge mbele na kukabiliana na waasi wa M23. Na kuja kuletea habari zingine kutokea ulayani ndani ya mji wa Bukavu. Mara moja jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameonekana katika vijiji tofauti ndani ya Seta ya Bukavu, na lengo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kuchukua mji wa Bukavu kwa sasa. Na kama unavyolisikiza kupitia media Goma TV ama ndani ya media Bukavu TV, tunakaribisha kwa sasa ndani ya habari zetu za kila mara. Kwa majina ni reporter Nelson katika muda wetu wa habari huyu wa asubuhi ya leo ndani ya media Bukavu TV na ndani ya media Goma TV. Tunakaribisha tena mara ya asubuhi ya leo tuje kupatana kwa habari zetu za mchana wa leo. Bye bye, Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyenye. Bye bye.